mgeni rasmi wa shughuli hii ya leo ya matembezi ya amani, maridhiano na Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano, Dr. Alhadi Musa Salum, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mpogoro anayemwakilisha mkuu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila, Mheshimiwa katibu mkuu wa JMAT Askofu Daktari Maasa Ole Gabriel, waheshimiwa wote viongozi wa JMAT, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi niliyesimama kama nilivyotambulishwa ni Athmani Rashidi Mfutakamba, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, idara yetu chini ya JMAT ndio iliandaa matembezi haya ambayo kimsingi yanazo faida kuu mbili. Faida ya kwanza ni kujenga maridhiano, amani na mshikamano kwa Watanzania, lakini pia kuweza kutunisha mfuko wa JMAT ili tuweze kufanya shughuli zetu kwa ukaribu na ufanisi mkubwa. Lakini sababu ya pili ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan za kujenga maridhiano, mshikamano wa kitaifa, kutumia ile kauli mbiu yake ya R4, kwa Kiingereza reform, resilience, rebuild na reconciliation. Kweli tumeona amani na mshikamano kwa raia wote wa Tanzania. Hatujali tofauti zetu za kijinsia, tofauti zetu za kirangi, kabila, dini na kadhalika. Sisi ni jumuiya ya wana JMAT wote kwa ujumla. Mheshimiwa, pia lengo jingine mahsusi tunaamini ni kujenga uelewa wa kisiwa cha amani kama Tanzania. Hivi sasa tuna chuo kikuu cha Albany kule Marekani kimejenga mahusiano, yani makubaliano MOU baina ya JMAT na chuo kikuu kile cha Marekani kuja kujifunza jinsi gani Tanzania ina samahani sana. Maanake mimi ninazungumza na mgeni rasmi hapa. Jinsi gani Tanzania ina amani endelevu tangu awamu ya kwanza mpaka awamu ya 6. Kwa hiyo Wamarekani pamoja na umahili wao na utajiri wao bado wameona Tanzania ni mahala ambapo wanaweza kuja kujifunza. Hivyo basi wataleta wanafunzi na maprofesa kutoka kile chuo kuja JMAT hapa, na tuna wataalamu katika JMAT ambao wataandaa vitine pamoja na mafunzo mbalimbali ili kuja kuweza kusaidia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama idara najua mengine katibu mkuu atayapitia kwa kina wa JMAT, lakini nataka kusema tu ziko changamoto ili kufikia malengo haya, na moja ya kutatua hizo changamoto tusema tufanye matembezi ya amani, maridhiano pamoja na Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tuna uhitaji wa vitendea kazi, tunahitaji magari, tunahitaji ofisi na pia posho mbalimbali, kwa sababu sasa hivi JMAT inafanya shughuli zake zote kwa kujitolea. Kwa hiyo sisi tunaamini serikali itatizama JMAT kwa jicho la mbia wa amani, maridhiano hapa Tanzania na kutuunga mkono kwa hali na mali.
Kwa hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nishukuru sana na nimepata faraja kubwa kwa sababu nimeikumbuka Igalula kule uko kuja tembelea mpaka Nsololo. Kwa hiyo hii ni faraja kubwa, ndiko nilikozaliwa natoka. Kwa machache hayo Mheshimiwa, ninashukuru sana. Tanzania yetu amani kwanza. Asanteni sana, asante mgeni rasmi. Nakushukuru.